Habari yako mdau wetu na mfuatiliaji wa kipindi hiki cha Fix You with Cameron. Ni matumaini yangu unaendelea vizuri kabisa, na ni matumaini yangu unaendelea kuenjoy content kabambe tunazozidi kukuwekea kila siku. Na leo ni siku nyingine tena Mungu ametupa nafasi ya uhai na nikapata mzungumzaji mwanadada machachari sana, huyu Masai huko kwao kwa Arusha huko. Dadangu tunapendaga kumtania mara moja, lakini ameandika kitabu kinaitwa Tuliza Moyo, naye anaitwa Lightness Liza. Leo atatujuza kuhusu habari ya Tuliza Moyo, linda afya ya moyo na akili. Kwa nini nimekichagua kitabu hiki kukizungumzia hapa? Ni kwa sababu pamoja na kwamba yeye ameandika kitabu hiki, lakini ni mtu mwenye ushuhuda na hicho alichokiandika. Anajua madhara ya kutokutuliza moyo, anajua madhara ya kuwa na msongo wa mawazo, na yeye mwenyewe amepitia mpaka amefika hapa, ameandika kitabu. Manake huyu tayari ni shuhuda wa namna gani unaweza kupiga hatua ukipitia changamoto mbalimbali kimahusiano, kifamilia, nini, ndio mambo yote ambayo yako humu. Dada huyu anaitwa Lightness Liza, ni mzaliwa wa Arusha na ni mama wa watoto 3. Anasema ana mabinti 2 na kijana mmoja wa kiume. Ni mama mjasiriamali, pia ni mwanzilishi wa huduma ya Moyo wa Mama na jukwaa la kuandaa watoto na vijana kuyaishi maandiko matakatifu lijulikanalo kama Tanzanian Christian Kids Teen and Youth Bible Race. Haya ni machache nimetoa nyuma ya kitabu chake ili tuweze kumfahamu yeye ni nani. Na mimi host wako ni Irene Kamugisha. As usual tuko hapa kwa ajili ya kufix. Huwezi kufix kitu ambacho kimekamilika. Lazima mambo yaende namna gani ndio tuje sasa tufix ili tukurudishe wewe katika hali ya kawaida. Pamoja na kwamba ameandika mambo mengi sana, tutajifunza, tutazungumzia kwa nini utulize moyo, tutazungumzia chanzo cha kuumizwa au kuumia moyo wewe, ni kipi hicho chanzo. Tutazungumzia dalili za moyo ulioumizwa ni zipi. Inawezekana umeumizwa, una mambo yaendi vizuri, lakini hujui, labda hujui kama una maumivu. Lakini pia tutapata elimu ya mahusiano kidogo kutoka kwa dada Lightness ambao ameielezea humu. Mpaka tukifika hapo, nadhani mwishoni sasa atakuja kutuambia namna gani tunaweza tukachomoka katika hali ya msongo wa mawazo. Kwa karibu sana, hakikisha unamwambia rafiki yako, hakikisha unamwambia na mwingine kwamba Fix You kumekucha. Haya, karibu sana dada Lightness. Asante sana dada Irene. Hi, wana Fix You. Nafikiri ni mara ya pili sasa mara ya pili. Nimefurahi kukuona na nimefurahi hizi harakati zinaendelea. Na kama alivyosema mama wa Fix You kwamba leo tutazungumzia kitabu chetu kinachoitwa Tuliza Moyo. Kwa tuanzie hapo dada Lightness. Hapa mwanzoni umeandika kuhusu ushuhuda. Ndio. Ushuhuda wako ambao wewe ulikufanya uandike kitabu hiki. Kwa wewe nini kilikutokea? Okay, ndio. Sawa, mimi kama mimi kuna vitu ambavyo vilinitokea wakati nakuwa wakati naingia kwenye mahusiano mpaka kwenye ndoa, vitu mbalimbali, na katika jamii hakikwepeki kukutana na vitu ambavyo vinaweza vikakupa msongo wa mawazo ama vikakuumiza. Kwa hiyo katika hizo sehemu zote za maisha, kwenye kukua, kwenye elimu, kwenye ndoa, mahusiano, nilikutana na changamoto nyingi. Na katika kukutana na zile changamoto, kuna namna niliziruhusu zitawale maisha yangu. Zilivyotawala maisha yangu ndio vikaniletea vitu ambavyo mpaka leo, nafikiri kabla tujaanza kipindi nilikuambia kwamba kuna vitu haswa katika eneo la kiafya
bado vinanisumbua, lakini vya miaka mingi sana, lakini vikaja kunipa madhara ya kudumu. Kama wakati mwingine kupoteza kumbukumbu, kuna saa kumbukumbu zinakata kabisa. Kuna saa unasikia kama vishale inapiga kichwani. Kwa sometimes inabidi kuna vidonge ambavyo unakunywa ili kusuppress hiyo hali. Ni vitu ambavyo vilinitokea miaka mingi, lakini niliposhindwa kucontrol nikafika hapo. Lakini baada ya hapo nilipofika hatua ya mimi kuona sasa kumbe binadamu anaweza kupitia changamoto nyingi kwenye maisha, akishindwa kuzicontrol hizi changamoto kuna madhara yanatokea. Sasa uzuri ni kwamba mimi nilipata watu 2-3 ambao walikuwa wakinifundisha namna ya kukabiliana na changamoto, namna ya kuziishi changamoto, na namna ya kuwa na maisha salama katikati ya changamoto. Kwa hiyo nilipona katika nafsi yangu, nilipona kwenye ufahamu wangu, lakini kwenye eneo la kiafya ikawa bado ni changamoto. Hasa lakini nilipopona hapa kwenye afya ya moyo na akili, nikasema kumbe nahitaji kuwasaidia watu wengine, kwa sababu nisingesaidiwa inawezekana ningefika pabaya sana. Unajua kuna watu ambao sometimes unaona barabarani wanakota makopo, sio wote wamelogwa. Wengine anapitia, anaanza kwenye msongo wa mawazo, anaenda hatua chache hapo mpaka anafika kwenye depression. Sasa kwenye depression pale kuna active na passive. Mwingine anaweza akawa kama kazombi tu fulani, ama mwingine anachanganyikiwa kabisa. Ikiwa active ndo wale utaona wako Muhimbili, wako Mirembe, wanatibiwa huko. So nikawaza kwamba kama mimi nilipita hapo, kuna watu wangapi ambao wanapita hapo na hawana watu wa kuwasaidia. Basi nikajikuta nimeitisha watu tena kwenye WhatsApp group. Nikamwambia hebu njooni tutulize moyo. Basi waliingia wanawake karibu kama 240 hivi. Kipindi kile ilikuwa hatufiki zaidi ya 250 kwenye group. Basi nikafundisha sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Ilipofika sehemu ya 4 wakasema madam tutolee kitabu. Nikasema kitabu? Tutolee kitabu. Kwa hiyo nikawaza kwamba kumbe inawezekana kutoa kitabu. Kwa hiyo nikaandika kutokana na vile nilikuwa nimeanza, afu nikaona kama kuna namna watu wanapona na kuelewa, na kweli kitabu ndo hiki, na watu wengi waliochukua wametoa ushuhuda kuhusu hivyo. Yes. Kwa hiyo uliandika kitabu baada ya kupona? Nilipopona nikasema kama kuna watu, kama nimepitia hapa, nikapata mtu wa kunisaidia kutoka, ina maana kama haupati mtu wa kukusaidia kuna madhara zaidi. Unadhani kwa hayo yalikuwa nakukuta, unadhani ni nini hasa ambacho kilikuwa kilisababisha? Ni kwamba haukupata mtu wa kuongea naye, ama ulikuwa yani kwa maana ulikuwa unaweka vitu sana ndani, yani ni nini kilikufikisha hapo mpaka ukapata madhara ya kiafya? Labda tuseme nijibu tu kwa ujumla kwamba kwa nini tuliza moyo. Kwa nini? Kwa sababu nafikiri hiyo ndo inaweza ikasummarize kwamba ni nini kilisababisha. Kwa nini tuliza moyo? Tuliza moyo kwa sababu binadamu ameumbwa katika roho na katika mwili. Amepewa roho na amepewa mwili. Lakini hii roho, kumbuka sisi ni asili yetu ni Mungu, ili hii roho iweze kukutana na mwili, kuna daraja hapo katikati ambalo linaitwa nafsi. Hasa hii nafsi ndiyo ambayo inamuamulia mwanadamu kuwa na maisha fulani. Na hii nafsi tunasema inatengenezwa tangu mtoto anapozaliwa, pale ambapo anaanza kufungua macho na kuona, ufahamu wake unaanza kutambua, sawa, kwamba hivi na hivi na hivi. Kuna sauti anazisikia, kuna maelekezo anayaona, kuna matendo anayaona. Sasa ile nafsi inaanza kupokea vitu. Sasa kama mtoto atateswa, ama atanyanyaswa sana, ama atadekezwa sana, ama kuna mazingira yanapozidi kukua atakuwa anaendelea kuya experience, anaona vitu hatarishi, ama anafanyiwa ukatili, ama vitu fulani hivi, tuongeleza kwenye upande negative. Kwa sababu negative ndo vinakuja kumfikisha mtu mahali hapa.
Sawa? Kwa hiyo kama mtu atapitia hayo maumivu, atapitia uchungu, ataona wazazi wanagombana, wazazi wanakatiliana, ama yeye mwenyewe atakutana na wazazi ambao watamkatili yeye, ama mazingira ya kumkatili, ama anavyokuwa, kuna mifumo anakutana nayo, kuna taratibu anakutana nazo, kuna tamaduni anakutana nazo, kuna mila anakutana nazo. Vyote hivyo vinamjenga. Sasa vinaweza vikawa vinamjenga kwenye hasi ama kwenye chanya. Sasa tunaporudi hapa kwenye huu moyo, ambao moyo ndio kwa jina lingine ni nafsi. Sawa? Binadamu, kwa sababu tunasema sisi ni roho, na kama roho na roho yangu na roho yako Irene vinaweza vika communicate na kuwa na umoja. Lakini ili sisi kama binadamu wenye mwili tuweze kucommunicate na kuishi vizuri na kuwa na matokeo mazuri katika huu ulimwengu, ni lazima roho zetu zikutane na miili yetu. Kwa sababu kumbuka, roho ina asili ya Mungu, na Mungu manake kuna vitu anaweza kuvifanya, kuvitengeneza, kuviboresha, kutengeneza mwili ambao mwili asili yake ni chuki, hasira, uchungu, kutenda mabaya, kuchukia watu. Kwa yani mambo mbalimbali ambayo ni yale, nafikiri unaelewa mwili uko capable kufanya vitu gani. Sasa roho ikiwa na njia, ama ile nafsi ikiwa wazi, manake ile roho direct kuna nguvu ambayo inaiconnect kwenye mwili. Ule mwili sasa unatiishwa, unakuwa hauwezi kufanya mambo ya chuki, ya ubaya, kwa sababu kwani mwanadamu anapofikia kuumizwa ama kuumiza wengine ni nini? Manake kuna ile nguvu inayotoka kwenye roho ambayo ni yeye halisi, inashindwa kupenetrate kwenye mwili wake na kuact vizuri. Ina maana alikutana na mabaya hapo, yakajariwi ile nafsi, yakamuharibu, alafu ikaresult kwenye mwili wake. Unaona sasa anatendea watu mabaya, anasaliti, anaumiza, hajali, ana nini. Sasa ninaposema kwamba roho isipo connect na mwili, huwezi kuconnect na mtu mwingine. Kwa sababu kama roho yako, roho zinaweza zika connect, lakini roho isipo connect na mwili, haiwezi kuconnect na mwili mwingine. Mtabishana, mtachukiana, mtafanyiana mabifu, mwili utakuwa na tamaa zake, una shauku zake. Ndo hapo sasa katikati napongelea ile nafsi ya mtu imetengenezwaje. Amefundishwa kwamba ukisoma sana utakuwa na maisha mazuri sana. Kuna kitu ametengenezewa hapo kanaitwa utegemezi. Ukisoma sana utakuwa na hali fulani hivi ya maisha. Kuna pride fulani ametengenezewa. Mwanadamu akishakuwa connected na roho yake na mwili wake, anaweza kuhusiana na watu. Ukiona huwezi kuhusiana na watu, huwezi kuhusiana na wewe mwenyewe, ambao ni madhara baadaye mwisho tutayaona. Ni dalili mojawapo kabisa, ama ni jibu tunapata kwamba huyu mtu hana connection na asili yake ambao ni Mungu. Sawa? Sasa kwa nini kafika hiyo hatua ya kusema tuliza moyo? Hata maandiko matakatifu unaona yanatuambia kabisa, linda sana moyo wako kuliko vyote unavyovilinda, kwa sababu ndiko kuna chemchemi ya uzima. Pale kwenye moyo, haijalishi unasikia taarifa zipi, haijalishi unasikia habari gani, haijalishi umekuaje, ina maana wewe kuna bidii unatakiwa uifanye wewe binafsi ya kuhakikisha kwamba huu moyo sasa unatengenezwa, unafinyangwa, ili uweze kurelax sasa na kuweza kumudu haya maisha. Kwa sababu moyo Kwa hiyo unajaribu kutuambia kwamba haijalishi kinachoendelea kwenye mazingira yako. Ndio. Wewe unatakiwa uwe na uwezo wa kupambana na taarifa zote zinazokujia. Ndio. Matukio yote yanayotokea, yawe mazuri yawe mabaya, unatakiwa uwe na uwezo uwe na uwezo, yes. Na ndio maana nguvu inatengenezwa rohoni. Hiyo nguvu inatengenezwa rohoni. Yaani ni lazima. Na ndio maana kuna masuala ya kiimani, watu wanaenda kusali, watu wanajifunza na nini. Kwa nini? Kwa sababu asili ya mwanadamu ni Mungu. Mwanadamu yote ambaye amekuwa disconnected na Mungu atapata tabu sana sana. Yes, kwa sababu ile nguvu ya kumsaidia kuweza kuzimudu hizi changamoto, kwa sababu hakuumbwa hivyo. Tukiangalia maandiko yalivyotuelekeza tangu mwanzo, tuliumbwa tukawekwa kwenye bustani. Kulikuwa na kila kitu, everything. Kulikuwa na hali ya hewa nzuri, kuna matunda, kuna kila kitu. Manake hatukuwa na struggles zozote.
Lakini baada ya anguko ndio unaona mwanadamu anakuwa exposed kwenye mazingira magumu. Na ukifuatilia maandiko matakatifu hata huko nyuma, unaona wana wa Israeli baada ya kupita kwenye maisha magumu sana, kwenye magumu mengi, wakajikuta wametengeneza mioyo ambayo imekuwa ni migumu, ina resist kumsikia Mungu, ina resist kufanya mambo yoyote mazuri, wakajikuta ni watu ambao wamekuwa hatari sana. Yaani mwanadamu yoyote anapokuwa exposed kwenye mambo magumu, kwenye mabaya, moyo wake unabadilika, moyo wake unaumia, na ndio maana anaambiwa ulinde sana huo moyo. Yeah. Okay. Na moyo huu Irene ndio uliobeba hisia. Hisia zile imebeba hisia na imebeba akili. Maanake akili inaweza kuamua aidha kwa usahihi ama vibaya. Lakini hisia kidogo, kama huyu mtu tayari ameshaharibika, hisia zake mara nyingi zinakuwa hasi. Na hisia mara nyingi ndio zinazozalisha stress. Unakuwa na mwitikio wa jambo, unasikia taarifa fulani, ule mwitikio wako sasa utaamua kwamba ili swala litakuwa la kuumiza ama nili cut off, niendelee na maisha. Hisia zako zile unapopata ile stress ndio itaamua ubaki hapa kwenye stress alafu uisolve ama uingie kwenye total depression. Kwa ni muhimu sana kulinda moyo, na ndio maana nikasema tuliza moyo, ulinde huo moyo. Sio kazi rahisi kama inavyozungumzwa. Na sio rahisi kwa sababu gani? Kuna sehemu tumedisconnect na nature yetu. Yes. Yaani tumejidisconnect sehemu ambayo ilikuwa ni sehemu ya muhimu sana. Tungebaki katika ile nature yetu kwamba sisi tuliumbwa kwa mfano wa Mungu, na kwa Mungu peke yake ndio tutapata provision zetu, mioyo ingekuwa salama sana. Hata kama mmeo anachepuka. Yaani dada Irene, hiyo yote sasa semana yake, kuna vitu ambavyo umeshajiaminisha ama umeaminishwa, kuna elimu zimeingia ndani yako zinakuambia kwamba mazingira haya ni mazingira mabaya, ni mazingira magumu, ni mazingira yasiyofaa. Umeelewa eh? Kwa sasa ile hali imeshaingia ndani mwako, ile taarifa imeshaingia ndani mwako. You know, it's all about taarifa eh? Taarifa na namna unavyoitafsiri. Unaitafsiri vipi ile hali ya mtu kuchepuka? Nafikiri kuna wakati nilikuwa nazungumza, nafikiri kipindi kile nikazungumza nikasema swala la mtu kuchepuka ni swala ambalo ni baya kuanzia kwenye maandiko, sawa? Haipaswi, hairuhusiwi. Ni swala ambalo ni baya katika macho ya kijamii, sawa? Lakini mimi nikaja nikaliconclude kwamba naona pia ni swala la mtu binafsi. Yaani yes, mtu amelifanya yeye binafsi, amelifanya kwa mwili wake. Ina maana kinachonifanya mimi niumie ni kitu gani? Ina maana nimemchukua yeye nikajiingizia ndani mwangu mimi, nikamweka kama ni possession, ni kitu ambacho ninakimiliki, ni mtu ambaye ninamiliki, ambao nilikuwa nahisi kama labda nina uwezo wa kumcontrol asifanye hivyo vitu. Yaani kuna namna nimejiaminisha ndani mwangu kwamba kuna namna mimi nimemtosheleza hawezi kufanya hivyo. Yaani kuna vihabari fulani hivi nimevitengeneza ndani mwangu vya kumiliki yule mwanadamu, kwamba na ndio maana naumia anapofanya kile kitu. Kwa sababu nilikuwa naona mbona kama nimemudu, mbona kama hasingeweza kufanya hiki. Sasa ile possession, ule umiliki, kumiliki kitu, kutaka kumiliki mazingira, kutaka kumiliki watu, kutaka kumiliki fedha, kutaka kumiliki nini. Kama unataka kumiliki pasipo kuwa na uwezo wa kutenganisha kwamba okay, kila kitu kina mpaka wake. Mimi nabaki kama independent entity, na hii pesa ni independent entity, huyu binadamu ni independent entity, yani ni vitu huru. Nikivichukua nikaviingiza ndani mwangu mimi, vitanisumbua. Kwa hiyo hata hiyo tafsiri ya watu wa swala la kuchepuka linawaumiza na kuwajeruhi kwa sababu wamejimilikisha hao watu. Okay, lakini ni mume wako unakuta. Ni mume wangu. Lakini narudia kukwambia kwamba alichepuka kwa kutumia mwili wake, sio wa kwangu. Umenielewa? Yaani unajua kuna fikra ambazo watu wamejijengea ndani. Kitendo hakipaswi kuwa na impact kwa
asiyechepuka? Mimi kwa sababu wakati wa ujinga. Wakati wa ujinga. Na sio kwamba nilikuwa navishuhudia, lakini kuna ile hata kuhisi kwamba labda mtu amechepuka. Unachanganyikiwa. Ila si tukihisi huwa inakuwa kweli. Lakini wakati wa of course, okay. Mara nyingi. Of course, unajua ni kwa nini? Ni kwa nini? Mara nyingi tu kianza kuhisi. Ni kwa nini? Kwa sababu nature ya, unajua kwa nini? Kwa sababu nature ya mwanamke alivyoumbwa, ameumbwa katika eneo la hisia, anatembea kwenye hisia sana. Na ile hisia mwanamke alipewa kwa ajili ya kuweza kuhisi hatari kwa wepesi. Umeelewa? Alafu mwanaume akapewa kutumia akili ili aweze kufanya maamuzi ya upesi, tena ya ujasiri. Kwa hiyo kule kuhisi kwetu sisi wanawake, ukihisi in extreme way ama ukihisi kwa kutumia hisia ambazo haziko kwenye alignment, yani kuna zile hisia ambazo mtu anakuwa amevurugikiwa kutoka ndani mwake, kutoka kwenye nafsi yake na mpaka kwenye ufahamu wake, zile hisia mara nyingi zinakuwa za uongo. Tunaelewana eh? Kwa hiyo sikushangaa hiyo unasema kuhusu kuhisi. Lakini narudi hapa. Nimesema cha kwanza, it is not okay. Sio sawa kabisa swala la mtu kuchepuka kimungu, kijamii. Sawa. Lakini cha tatu namalizia kwamba uchepukaji ni swala la mtu binafsi. Tusingewabinafsisha wale watu, yani tumewachukua tunawabinafsisha. Tumechukua mazingira tumeyabinafsisha. Tumechukua sijui marafiki tumewabinafsisha. Tumechukua nini tumevibinafsisha. Kule kujibinafsishia ndiko kunako tuponza, ndiko tunako tuumiza. Ndio kuchallenge hapo kwa sababu gani unajua? Mtu anapochepuka kuna wajibu ndani yake. Nadhani kwa sababu katika kuchepuka huko anaweza akazalishwa mtoto kule akatokea, akazalisha mtoto kule, mtoto akaingia. Ama ulimwengu wa sasa hivi hatuko salama sana kiafya. Ndio. Ingekuwa ni kwamba binadamu wote status yetu kiafya tunafanana. Mimi ningesema sawa, kuchepuka ni swala la mtu binafsi. Atumie mwili wangu, yeye afanye as long as I'm safe. Lakini tulipo saa hii, status yako kiafya inajitegemea, status yangu siri yangu, naijua mwenyewe. Si ndio? Kwa hiyo kuchepuka sasa sio kitendo tu cha mtu kwenda kufanya labda kinyume na makubaliano ya ndoa. Ni kuhatarisha pia afya ya mwenza wako. Sawa. Ni kuhatarisha afya ya mwenza wake. Sawa. Lakini pia ni kuunganisha tena watu hao huko na hawa huko. Yani watoto wanaweza wakazaliwa huku kwenye ndoa na wengine wakazaliwa nje. Ndio. Kidogo ile ina disturb sasa. Ndio. Sawa. Kwa hiyo ukisema kama ni kitendo cha mtu binafsi ni sahihi sana. Lakini wote hizo mambo zinazotokea hapo, kwa hiyo tunategemea mtu abaki salama. Okay. Hizo mbilinge zote, mara mtoto hajakaa vizuri, mtu wa watu amejitunza, amekaa vizuri, ametunza afya yake, anakuja kucheki status, anakuta yuko positive. Mtu kama huyo unamwambia tuliza moyo. Okay, sikiliza nikwambie. Kwanza umesema kuhusu habari ya kuwajibika, wajibu, si ndio? Binadamu yeyote anawajibika kwa Mungu tu. Hawajibiki kwa mtu. Namba moja. Alafu kuna huo wajibu umesema kwa habari ya kuleta watoto, sijui kuleta shida ya magonjwa kule nje. Nataka nikuhakikishe Irene. Watu wanajua kwamba magonjwa yapo. Lakini wanachepuka. Watu wanajua kabisa wenza wao wanachepuka na magonjwa yapo, lakini wapo hapo. Kuna kitu nataka nikutengenezee hapa. Kwa hiyo shida sio kwamba kuna magonjwa. Shida sio kwamba kuna mtoto atazaliwa. Shida ni kwamba tu moyo unauma, kwa nini huyu alitoka akaingia kule, alitoka kwenye mwili huu akaenda kwenye ule mwili mwingine. Hizo za magonjwa za watoto, hizo ni result zingine kabisa. Yani ni kama tu matokeo ya lile tukio, na sio hivyo ambavyo vinawaumiza watu sana. Ila kinachowaumiza watu sana ni kile kitendo kwamba mtu alichukua ule mwili ambao unaumiliki
Kina mama tunaongelea kwa sababu sisi kuna namna ambavyo tunalia na huo usaliti, lakini pia bado tunaweza tukakaa hapo. Kina baba hawalii sana kwa sababu baba akikukuta wewe shughuli yako imeisha. Wanaume ni wachache sana ambao wanaweza akaona mwanamke hivyo akaendelea kukaa naye. Sasa tunarudi hapo, sio kwamba watu wengi eti wanaumia kwa sababu ya mtu sijui kuna ugonjwa ama kuna kuzaliwa mtoto. Wengi wanaumia kwa sababu tu ya lile tendo limeshirikishwa sehemu ya tatu, na kuhakikishia hizi zingine ni matokeo tu. Na ndio maana unaweza ukashangaa mtu amechepuka na kazaa mtoto akaleta, na yule mama akaumia tu moyo na akampokea, lakini akigundua kwamba kuna sehemu anachepuka, roho itamuuma zaidi kuliko hata yule mtoto ambaye anaendelea kumuona pale. Yaani kinachouma tu ni kwamba yule mtu ametoka kwenye huu mwili ameenda ameshirikisha na mwili mwingine wa tatu. Hizo zingine za afya za magonjwa ni matokeo, yani ni result. Kwa sababu hata huyu ambaye yuko ndani anasema kuna magonjwa, hata yeye yamkini alianza mahusiano na huyu ambaye yuko naye na wala hakuwahi hata kupima hizo afya zenyewe. Kwa hiyo ni kisingizio tu, yani ni just a part. Of course ni vitu vinavyoleta madhara, lakini it's just a part. Ila sehemu kubwa ni ile tu mtu kwamba I possess you, ninakumiliki. Inakuwaje uende kugawa hiki ninachokimiliki kwa mtu mwingine? Kwa tunatakiwa tutoe hiyo mentality. Yaani hiyo mentality na kutoka inawezekana kabisa. How? Unaweza kwa sababu gani? Narudi pale mwanzo ambapo nimesema mwanadamu anapojiondoa kwenye asili yake, maana yake anataka kujiconnect na mazingira mengine. Umesikia? Ukitaka kumuua mwanadamu, ukitaka kumharibu mwanadamu, mtoe kwenye nature yake, mtoe kwenye utegemezi wa Mungu. Ukitaka kuharibu mti, kuua mti, ungoe ama ukate pale, utaanza kufa slowly, taratibu utaanza kufa. Na ndivyo mwanadamu ilivyo. Mwanadamu akishakuwa disconnected kwa Mungu, kuna vitu ataanza kuvitegemea. Anaanza kutegemea apendwe, ajaliwe, asisalitiwe, asinini. Yani akianza kuoperate kwenye mwili bila usaidizi wa roho. Yani maumivu mengi, tabu nyingi zipo kwa sababu tuna operate kwenye mwili. Na kwa nini tuna operate kwenye mwili? Kwa sababu tayari nafsi zetu zilishaharibiwa, hatukujengewa kujijua sisi ni nani. Irene, ni somo pana, lakini ukikaa ukatulia ukajijua wewe ni nani, unajua sisi sio hii miili. Na ndio maana mwili, mtu akifa utasikia wanasema mwili wa marehemu fulani, mwili wa marehemu fulani. Yule marehemu ni nani? Mwili wa marehemu fulani. Huu ni mwili, but that marehemu ina maana ni ile is not there. Ni ile spirit. Umenielewa? Ambayo yenyewe haifi, inarudi likotoka. Sasa tukijijua sisi ni nani, kwamba sisi ni roho, Irene, chochote kinachopita kwenye maisha yako utakipuuza. Hata ukiumwa kabisa, unaumwa mpaka unataka, yani unaona kabisa ipi ndo naishiria, this body unaangalia tu, wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Kwa sababu gani? Unajua wewe ni yule ambaye haufi, ni yule ambaye hauteketei, ni yule ambaye hauumii. Maumivu unayoyasikia yanauma ndani yako, sio wewe, kwa sababu wewe ni roho. The spirit haina pain, ni huu mwili. Sasa ni kwa sababu gani? Mwanadamu hajajua yeye ni nani, na ameshakuwa disconnected kwenye ile sosi yake. Mungu anaumia kwani? Mungu analia kwani? Sasa sisi ni mfano wake. Sasa hiyo elimu kuipata ili iweze kukusaidia kusimama kama an independent entity, ndo shughuli. Na ukiita watu kwenye elimu kama hizo hawaji. Injili tu hii, injili hii ambayo inahubiriwa kwa habari alichokitenda Mungu na thamani aliyompa mwanadamu. Mwanadamu akiamua tu kuisikiliza ile injili, ikapenya ndani yake, trust me, akajijua yeye ni nani, nguvu anayoimiliki, hawezi kuumizwa na wanadamu. Na ukifundishwa hapo unaelewa, unafika point kabisa unaelewa kwamba okay, kumbe katika hii dunia ili niweze kusurvive lazima niwaelewe wanadamu, nisitake mimi kueleweka. Yani mtu yoyote ambaye anataka yeye aeleweke, watu wamuelewe, watu wamkubali, watu wamwabudu, watu wampende, watu wampe, watu wamnini, wewe utateseka sana.
utateseka sana. Kwa sababu hao nao wategemea wakupe. Mfano unategemea mtu akupe upendo, alafu yeye mwenyewe kumbe hajawahi kujua maana ya upendo ni nini, hajawahi ku-experience upendo ni nini, na unategemea mtu akupatie upendo. Ni ngumu sana. Sawa. Yeah. Na kuachia wewe mtazamaji, pia utatupa mawazo yako hapo kwenye comments. Unawaza nini kuhusu alichozungumza Ndio mzungumzaji wetu wa leo, dada Lightness Liza? Tukija kwenye kipengele cha chanzo cha kuumiza au kuumizwa, moyo ni kipi? Ndio. Ni nini hasa ambacho kinaweza kupelekea mtu kuumiza au kuumizwa moyo wake? Okay, sawa. Hapa katikati nafika katika nilivyoviongea nilikuwa nachomekea, ila sasa twende ili mtu aone vizuri. Yes. Nimesema kwamba mwanadamu nature yake ni Mungu, na ndio maana tunahitajika tumtegemee Mungu katika kila kitu. Sasa kwa nini mwanadamu anaumia? Kumtegemea mwanadamu. Kumbuka kabisa, cha kwanza nilikuambia kwamba tuliwekwa kwenye bustani na tulikuwa na kila kitu. Lakini baada ya kutoka pale mambo yakabadilika. Sawa? Kwa hiyo cha kwanza ni mahitaji. Mahitaji. Mwanadamu ambaye amezongwa na mahitaji, alafu asiamiti yale mahitaji, lazima ataumia. Mahitaji yako yakiwa ni pesa, alafu ile pesa haiji, ama haujui namna ya kupata pesa, ama hauna chochote cha thamani, ama hauna thamani ya kuipata ile pesa. Usipoipata ile pesa, utajeruhika, utaumia, ama basi kuna njia utazitafuta ambazo zitakuwa sio sahihi za kupata hiyo pesa, na mwisho siku utajikuta kwenye madhara zaidi. Kwa chanzo cha kuumizwa au kuumia moyo ni mahitaji. Mahitaji. Nimekuelewa. Irene, hapo ulipo ama mimi nilipo, kama hitaji langu ni kupendwa na mume wangu, alafu nina mwamba ambaye labda hajui so shida zake, hajui huo mfumo wa kupenda ambao labda mimi nina uhitaji. Maana wanawake kuna lugha nyingi tumefundishwa, si kuna love languages, si na nini. Yaani kuna vitu fulani vitu umepandiwa. Zile love language, aseme I'm sorry, aseme I love you, I care for you, akija atokee na ua, akija sio fanyaje. Sasa vile vitu, kumbuka nilikwambia mwanadamu anaharibiwa kwa sababu ya taarifa, maarifa, mfumo, mazingira. Sasa amepandikizwa kwamba kuna love language. Alafu akigeuka kimwangalia mwamba wake hana hizo love language, anaanza kupata frustration, anaanza kuumia moyo. Kwa mahitaji, tunaelewana? Kuna hitaji labda kuna unataka kusomesha, unahitaji labda kuwa mtu fulani, unahitaji sijui nini. Yaani generalize, kila mtu anayesikiliza hapa nafikiri kuna mahitaji ambayo yanamsumbua. Sasa maandiko yanatuambia, my God, yanatuambia kwamba amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu na kumfanya kinga yake ama msaada wake, maana yatapokuja mazuri hata yaona, naye atakuwa kama jangwa. Kwa moja pia tunaposema amelaaniwa, unajua maana ya kulaaniwa? Watu wengi kuna namna wanaitafsiri laana. Laana maana yake ni upungufu, kukaukiwa, yani kutokuwa na uzalishaji. Umeelewa yani unakuwa kama yani unakuwa mkame. Ndio maana ya laana. Kwa hiyo amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mume wake ambebishe. Amelaaniwa mtu yule, yes. Yani huwezi kuwa na matunda bora ndani yako. Utakuwa tu na uchungu asipokubebisha. Manake unakuwa jangwa. Unakuwa ni mtu wa huzuni. Unakuwa ni mtu wa malalamiko. Unakuwa hauna kitu productive. Amelaaniwa mtu yule anayemtegemea mchungaji wake, nabii wake. Yeye hawezi kupiga goti lake amwangalie Mungu, azungumze na Mungu direct, anategemea mchungaji ama nabii wake aseme. Amelaaniwa mtu yule. Maana Mungu atataka kushusha kitu kizuri kwake hata kiona, atataka kusikia tu kule. Amelaaniwa mzazi ambaye anategemea watoto, akikaa akiona watoto wamsaidii kitu, anaanza lawama, nimezaa bure, ili tumbo halikufanya jambo la maana. Umenielewa?
Yani kuna vitu vingi. Amelaniwa mtu yule anayetegemea kazi, biashara imekufa, anaona ulimwengu umeisha, anakuwa mkame, anakuwa na uchungu, anakuwa na majeraha. Sijui kama tunaelewana hapo Kwa hiyo mahitaji yanamfanya mwanadamu anafika kwenye hali ambayo anakuwa kama analaana. Sijui zile laana, sio laana za ukosi no, yani ule ukame, ule utupu. Nafsi yake inakuwa imejeruhika, imejaa giza, imejaa maumivu. Hicho cha kwanza. Lakini cha pili ni matarajio. Na haya matarajio yapo kwenye maeneo mengi. Tunaanza kwenye eneo la elimu. Umeshafundishwa, umeshaelekezwa kwamba ukisoma sana, ukaja kuwa profesa, utakuwa na maisha mazuri. Unasoma, unafika unatoboa, lakini unashangaa katika ule profesa kuna vitu bado hujaridhika navyo. Ama umesoma, unaaminishwa kwamba ukimaliza shule ama chuo utapata kazi. Pata picha ni watu wangapi wako mitaani mpaka sasa hivi. It's millions. Hawana kazi. Sasa unakuja kugundua kwamba kile ambacho ulikitarajia kina kudisappoint. Hakuna kazi. Uko mtaani. Kuna mabodaboda wengi ambao wana CPA, wana masters. Pata picha, yule mtu asipoamua kuithamini ile kazi ya ubodaboda na kuona kwamba ni kazi kama kazi zingine tu, ama ni path ya maisha, labda kuna sehemu Mungu ataenda kunichomoa na kunipeleka kwingine. Pata picha asipoielewa kwamba ile situation maybe Mungu amempitisha hapo kwa makusudi fulani. Pata picha yule mtu atakuwa na majeraha kiasi gani katika moyo wake. Matarajio. Natarajia nikiolewa na huyu mwanaume ama nikioa huyu mwanamke, maisha yetu yatakuwa na amani, yatakuwa mazuri, yatakuwa ni kubebishana tu, yatakuwa ni kutoka out, yatakuwa ni good time. Tutakuwa tunabembelezana tu, baby, you are sweet, you are honey, you are what. Alafu unaingia kwenye ndoa, ghafla unagundua kwamba huyu ambaye nilikuwa namuona ananifukuzia, ananibebisha, ananipa maneno mazuri, nagundua ni mtu mkatili sana. Ni mtu asiyejali, asiye na huruma, asiye na maneno mazuri wala kauli njema. Pata picha hayo matarajio. Ulitarajia kwamba baada ya muda mtaungana pamoja, kuna mambo ya maana mtayafanya ya kuendeleza maisha yenu. Nilitarajia atakaponioa ataniendeleza kusoma. Ghafla una realize kwamba ni mwanaume ambaye ana inferiority complex, anaona no, nikimsomesha huyu atanipita, ama akipanda zaidi atataka kunitawala. Anakuambia kaa hapa ndani. Ule. Una matarajio kwamba nikiolewa kuna matokeo ya kuzaa. Mara unajigundua upati watoto miaka nenda rudi. Unaelewa? Yale matarajio yana shut moyo wako. Sio tu kupata watoto. Saa nyingine unapata mtoto mwenye changamoto. Ama unapata mtoto mwenye changamoto. Yes. Na wako wengi. Kuna mmoja juzi nafikiri tumeona kwenye mitandao na trend. Mama alimkimbia, akasema muueni, baba amebaki anahangaika naye. Ina maana hakutarajia, ama alitarajia atakuwa na kitu bora zaidi. Sasa yale matarajio, kwa sababu kuna namna akili yake inatafsiri maisha, anaona kwamba yule mtoto kuwa vile labda ni kitu ambacho hakipaswi, lakini kumbe sio kweli. Wakati mwingine tunapitishwa na kukabidhiwa vitu kama hivyo kwa sababu Mungu anakuwa anatuamini. Binadamu yote anayepitia changamoto, anapokuwa na utulivu akagundua kwamba hii changamoto napita kwa sababu fulani, lazima utokee kama mshindi. Mfano, mimi kuna saa nakuja najiuliza kwamba ningekuwa najua kwamba nilikopita Mungu alikuwa ananiandaa nije kuzungumza na wanawake, kuwatia moyo, kuwainua. Mungu labda alikuwa ananiandaa kwa ajili ya kuja kulea watoto wangu na wasio wa kwangu. Ina maana kuna vitu ningejizuia, nisingeviruhusu vipenye mpaka viathiri afya ya mwili wangu. Lakini sikujua kwamba kumbe nilikuwa naandaliwa ili dhahabu iwe dhahabu lazima ipite kwenye moto. Sasa watu wanapenda maisha mepesi, maisha marahisi. Wanajikuta katika kupenda ile maisha marahisi, wanaruhusu zile changamoto ziwatawale. Ama wanatafuta coping mechanism, namna nyingine za kuweza kusurvive kwenye hizo changamoto. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa makini na swala zima la matarajio. Lakini kingine ambacho kinamfanya huyu mwanadamu anaingia katika maumivu ya moyo, anakuwa na msongo wa mawazo mpaka wengine wanafika kwenye depression. Watu wanakuwa hawana elimu ya kuhusiana.
ama elimu ya mahusiano ni vitu muhimu sana kuvijua. Ina maana tungebaki kwenye ile independent entity ya roho, ina maana hii elimu isingekuwa na mashiko. Lakini kwa sababu tayari tuna operate katika ulimwengu wa kutawaliwa na mwili sana, lazima uwe na elimu kwa habari ya mahusiano. Ujue kabisa kwamba huyu mwanaume, yeye kama mume au kama mwanaume ana tabia zipi. Mwanaume ana tabia ya kujali malengo, lakini wanawake hawajui. Wanawake wanatafsiri mwanaume, kile kitendo cha mwanaume kupenda tendo la ndoa ama kupenda sex, anaitafsiri kwamba ndo ni ishara ya yeye kumuonyesha kwamba yule mwanamke kwamba mwanaume anakupenda wewe mwanamke. Kumbe no, au ishara kwamba unavutia. Unavutia. Mwanaume swala la ngono kwake yeye ni kitendo tu, lakini kwake focus ni malengo. Lakini kwa mwanamke yeye anapenda sana mahusiano. Na hapa kwenye kuhusiana mara nyingi kinachotuendesha hapo ni hisia. Hasa hisia zile zinafungua milango ya huruma, ya kupenda sana, ya kuvumilia, ya kusema ngoja nisubiri, labda atabadilika, labda ni elimu kama hizo. Sasa mtu awe nazo. Ukishakuwa na elimu kama hiyo unajua kama okay, kwa kumbe kuna limit kwenye kila kitu. Kwamba kweli ninampenda, lakini kuna vitu ambavyo sitaki kuviruhusu aniumize navyo. Kuna matendo ambayo natakiwa niwekee mpaka. Tunaelewana? Ama kama mimi mwanamke najua kabisa mwanaume yake ni malengo. Kuna umri ukifika kama mmeoana, mwanaume akiona malengo yake hayaendi, humo ndani utashangaa ananuna tu. Akirudi kanuna, kavimba, kanini, sasa unaanza ana wanawake. Huyu atakuwa anachepuka. Huyu nini? Kumbe mambo yake yamekwama. Ule wanaume wake anataka ku-exercise, afanye vitu vitokee, lakini anaona havitokei. Sasa akirudi huko akakuta mwanamke ambaye ni naga. Wewe, yule, nenda hivi, hujanipigia simu, umenikatia, hujanijali, hujaniuliza, hujawahi kurudi, nini. Sasa anakuwa frustrated na masuala yake ya maisha hayaendi yalivyo, alafu huko anakuja tena kupata na kelele. Msuguano hapo utatokea, na maana yake kuna reaction zitatokea. Mwanaume yeye ukimjia hivyo mara nyingi wanapokea vile vitu physically. Ndio maana unaona kakupiga. Yaani ndio reaction zao. Kama hajakupiga amekususia. Kama alikuwa analipa ada ameacha, ameshasusa. Yaani hiyo sasa ni saikolojia ya wanaume ambao ni elimu unatakiwa uijue ili kusudi wewe mwanamke sasa uwe na akili, usitumie hisia sana. Ukishakuwa na akili unajua kabisa okay, kumbe hao wakipita maeneo haya natakiwa nirudi nyuma kidogo, nisiende kasi, nisimtangulie mbele sana, kwa sababu reaction yake itaniumiza mimi. Kwa sababu akishaanza kunisusia manake mimi ndio nitaumia. Ni vitu vya kujifunza. Nikiumia manake tayari nakaribisha majeraha kwenye nini? Kwenye moyo wangu. Hasa ni vitu watu ambao hawavijui, hawavielewi. Lakini watu wakivielewa watalinda mioyo yao sana sana. Lakini ni muhimu sana kuwa na elimu ya kujua kwamba product ya hicho unachokiona mbele yako, huyo mume unayemuona, huyo mke unayemuona, ni matokeo ya malezi, makuzi, tamaduni, mila zimemfanya awe hivyo. Sasa tumebaki tunalaumiana, wanawake ni wabaya, wanaume ni wabaya, wanawake hawafai, wanaume hawafai. Sasa tutafaa vipi? Ni nini kifanyike? Lazima tuwe na elimu kujua kwamba chanzo cha mtu kufikia kuwa na ukatili huo ni nini. Tunagundua kwamba kumbe malezi, kumbe makuzi, kumbe mila, kumbe desturi zinaweza zikamtengeneza mwanaume ambaye ni bomu kwenye jamii. Zinaweza zikamtengeneza mwanamke ambaye ni bomu kwenye jamii. Sasa kabla sijakulaumu, na ndio maana nilikuwa naongea na mabinti fulani juzi, nikawa nawaambia na vijana, unapotaka kuanzisha mahusiano na mtu, watu wamekariri kupima ukimwi tu. Siku hizi kuna vingi vya kupima, 4, 5. Pima ukimwi. Pima magonjwa ya zinaa. Siku hizi kuna magonjwa ya zinaa ya kutisha. Kuna kitu kinaitwa herpes, maotea.
Sasa hivi tunapata kesi nyingi sana hizo, watu nishauri madam ninaota vidude. Pima hivyo. Usishie tu kwenye ukimwi. Ukishapima hapo, pima na homa ya ini. Hivyo vitu vitatu katika upande huu wa afya. Cha 4, pima afya ya akili ya huyo mwenza wako. Unaipima vizuri. Unajua tatizo, watu wanapenda kuishi maisha ya kupretend. Hasa kule kupretend, kupretend kwa Kiswahili ni kuigiza maisha ya kuigiza fulani. Unajifanya wewe ni piskali mpole mpole, hutaki yule jamaa umuuzi, hutaki sijui ya kuone ukoje. Yaani kwa kuna namna una pretend yale maisha, kama ni mwanamke kama ni mwanaume. Lakini ukweli unaweza ukampima afya ya mwenzako ya akili. Saa nyingine una trigger tu. Unamsoma ni vitu gani anapenda, ni vitu gani hapendi. Ni vitu gani nisipofanya huyu mtu ana react. Ni vitu gani nikifanya au nikisema ana react. Huko ni kwenye uchumba. Kwa hiyo ukishamjua unambonyeza kidogo. Kuna button unaibonyeza. Alafu ile button unamsikilizia. Huyu bwana Joni anaenda kulipukia wapi? Huyu bibi Cynthia analipukia wapi? Unajua level yake ya kukasirika inafika kiwango gani, level yake ya kulipuka inafika kiwango gani. Lakini hiyo ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Kama hii ya kaka alimchoma mke wake. Na mkao mia mawili. Jamani. Hivi unafikiri ni kwamba ni kitu ambacho kimetokea tu papo? Kuna tabia ambazo anazo kabisa, alishazifanya. Yule mwanamke kaziangalia, akazivumilia, akazichukulia, akazipuuza, vikaja vikalipuka. Hakuna binadamu yoyote, hata kama alikuwa anasema kwamba alitaka kupoteza ushahidi, binadamu ambaye hana ukatili ndani yake, ile sio stahili ya kupoteza ushahidi. Umenielewa? Ile kabisa inaonyesha direct ni mtu ambaye alikuwa ameshaharibika moyoni beyond repairable. Yani alishaharibika vibaya. Maana yake kupoteza ushahidi kulikuwa na njia nyingi ambazo angezifanya. Lakini ile ilikuwa inaonyesha kabisa ndani kabisa yule alikuwa tayari kuna shida ambayo ilikuwa ni mbaya sana. Kwa sasa pima. Lakini siku hizi tunapenda kukutana kimjini, kuungana kimjini. Turefushe mambo. Zamani wazazi wetu walikuwa wanaenda wanachunguza. Huyu mwanangu amesema amempenda huyu. Anatuma watu, wanaenda wanapeleleza. Jamani, wewe kama ni wa Arusha kwao ni Iringa, katika mazungumzo zungumzeni. Mpenzi wangu, wewe kwenu ni wapi? Ni sehemu fulani. Basi okay, tuna mpango wa kuoana, ndio. Nipeleke nikasalimie. Unaenda unasalimia kule, unakuwa na mtu wako wa ziada. Bwana, mimi nafika Iringa. Sasa wewe utakuja, kuna sehemu ni ABCD. Unaenda una-involve majirani hata 5. Usi-involve mmoja, kwa sababu unaweza ka-involve mmoja akawa ni jirani mwenye roho mbaya, hataki uolewe ama uoe. Ukienda kuuliza, yule jirani mmoja anaweza kukwambia hiyo sio familia. Lakini ukiuliza kwa watu 4 5 watakwambia, bwana, hii familia ni wachawi, washirikina, balaa. Ukienda nyumba nyingine unakuambia hivyo hivyo. Ukienda nyingine hivyo hivyo. Ukienda nyumba nyingine anakuambia, bwana, huyo mtoto, huyo mwanaume wa hiyo nyumba. Tena yani mtu anaenda kupeleleza, anajifanya kama vile natamani kweli ndugu yangu waolewe na huyu kijana hapa. Watu 3 4 5 familia tofauti watakwambia yule jamaa hanaga heshima, ni mkorofi, anatukanaga watu wazima. Yule jamaa wazazi wake wanapiganaga mpaka mapanga. Sasa pata kijana naye kuoa, wazazi wake wanapiganaga mapanga. Unajua kabisa nilipoingia ni pamoto. Unapata taarifa. Lakini tunaishiaga tu barabarani. Tunaishia tu juu kwa juu. Kwa tupime na huko, tuchunguze. Tunapima hata pia na afya ya kiroho ya mtu. Kiroho kabisa, kiimani. Kuna watu wengine wameshika imani ambazo ni potofu. Unajua kabisa kwa imani hii potofu nitapotea mimi na uzao wote nitakaozaa nao. Lakini huyu pia anaheshimu imani. Unaangalia, unamsikiliza huyu mwenza wangu, imani yake inasemaje? Je, ni sawa sawa na maandiko matakatifu? Ndio. Hivi na hivi na hivi anaishika na iheshimu? Ndio. Mwenza yoyote anayemheshimu Mungu, ambaye ameshika maandiko matakatifu na kuyafuata kama yalivyo, achana na ile ya kupotoshwa,
mara nyingi sana anakuwa na hofu ya Mungu, na akiwa na hofu ya Mungu atakuhofia kukutendea wewe hata mabaya. Mwenza anayeheshimu na kuhofu wazazi wake ni mwenza salama sana, kwa sababu atahofu hata kukutenda wewe. Sasa mwenza akisimama kifua mbele anawafanyia wazazi wake hivi, wewe ni nani? Kwa mfano hashauriki, anakuambia mimi sishauriwi, mimi sializeki, mimi siambiliki, basi moyo unahisi nina mwamba. Sio mwamba, ni tatizo. Kwa kuna vitu kama hivyo vya kuangalia, ni vyanzo. Lakini kuna vyanzo vingine, viko vingi sana. Lakini hapa nimalizie tu kwa vyanzo viwili ambavyo labda ni madeni na magonjwa. Kwenye madeni sasa hivi watu wengi. Na actually sio watu wengi, hata mimi nilipita kwenye kipindi cha madeni. Nilipita wakati wa magonjwa ambayo yalitumia gharama nyingi sana. Kwa hiyo nikajikuta nimeingia kwenye deni. Lakini mind kutibia afya. Kabla sijaingia kwenye deni, nilishakutana na watu walioniletea visa vya madeni sana. Na nilikuwa na washauri na wanavuka. Sasa Bwana likanikuta. Nashukuru Mungu, kuna namna tu nafikiri pia kuconnect na source. Kwa kweli sio maarifa yamenivusha haya ya kusema kwamba tuliza moyo, hapana. Ukweli nitadanganya. Ukweli ni kwamba nilikuwa nimeconnect na source ambaye ni Mungu. Nilimwamini kwa asilimia zote. Nilikuwa nikikaa nikimsikiliza hivi mchungaji wangu akisema kwa habari ya kuvushwa na madeni, na muamini, lakini pia na mimi najua Mungu anaweza kufanya. Nje ya hapo nisingeweza. Kweli nilijiconnect na source. Lakini madeni yanawapa watu frustration. Madeni yanasababisha watu mpaka wanaenda kujiua. Madeni yanasababisha watu wauze miili yao. Madeni yanasababisha watu waingie kwenye distraction ya maisha yao. Anaamua kuwa mlevi, mvuta bangi, mnini, yani anapoteana. Nafikiri kuna kisa umekisikia juzi kati, mume ajiua kwa sababu ya madeni ya mke wake. Halafu sio deni kubwa, lakini kwake ni kubwa kwa sababu ya uwezo wa maisha yake. Sasa hili eneo la madeni mara nyingi sana watu wanatakiwa kuepuka, kwa sababu yani kuna vitu ambavyo unaweza ukajiepusha. Kwamba kama ninaenda kukopa hii pesa, na hii pesa sina ninachoenda kukifanyia ambacho kitazalisha, epuka. Na wengi kwa sababu sasa kumbuka kule kwenye sehemu ya mahitaji kuna mahitaji mengine ambayo watu wanakuwa nayo kwa ajili ya kushindana kimaisha. Sasa kule kushindana yale mahitaji na ambayo pia ni sehemu ya kipengele cha kushindana, yanakufanya unaingia kwenye madeni. Unakopa ili uvae vizuri, unakopa sijui ili uonyeshe watu unamiliki sijui gari, sijui unamiliki kitu gani, halafu unajikuta umeingia kwenye madeni. Mwisho wa siku pale yanapoanza kukukaba, unajikuta moyo wako unashindwa kuresist, unashindwa kuvumilia, unashindwa kuhandle maneno, unachambwa mitandaoni, mtu anakubandika hapo. Kama wale wadeni wanakuja wanabeba vitu kama ni ndani na nini. Kwa hiyo kuna wanaanza kutafuta watu wako wa karibu. Yes, kuna app fulani ilikuwa inatoa mikopo, sijui inaitwa kitu gani hiyo app, nimeisahau. Hiyo app bwana, wana hack mpaka Google account yako. Ukishindwa kulipa lile deni, utashangaa watu wote walio kwenye Google account yako wanatumiwa message. Irene ni mwizi, kibaka, jambazi. Nafikiri uliona. Sasa niliwahi kutafutwa kwa habari ya mtu fulani alichukua kamkopo kule. Yes. Sasa mimi hakuwahi kuniambia kama ana kamkopo kule. Imagine ilikuwa ni kitu cha siri ya moyo wako, alafu watu wa Google yako wote wametumiwa hizo habari. Umeingia tayari kwenye maumivu ya moyo, umeingia tayari kwenye msongo. Ukishindwa kucontrol ule mwitikio wako ukiwa vibaya, manake direct utajikuta unaingia mpaka kwenye depression. Na kingine hichi cha mwisho kwenye eneo la chanzo ni magonjwa, maradhi. Kuna maradhi ya wewe kuugua na kuna maradhi ya wewe kuuguza. Yes. Kumbuka nilikuambia pale kwamba huu mwili ni mwili kama mwili ambao unajitegemea kabisa, na mimi nikiwa na nguvu na uwezo ndani yangu wa kugundua kwamba mimi ni roho na si huu mwili. Ina maana huu mwili ukiugua, hata uugue vipi, japokuwa kuna yale maumivu ya kibinadamu ambayo unayasikia. Kuna mama mmoja aliwahi kuugua kansa,
Lakini kwa sababu alikuwa anajua uwezo alionao kwamba yeye ni roho, hivi unajua yule mama alikuwa anaweza kusuppress yale maumivu ya kansa. Mpaka ukimwangalia hivi anasema no, huu ni mwili tu. Nasubiri wakati wa Bwana au twae nikapumzike na Bwana. Yani ameweza, yani ile nguvu ya rohoni, ya roho yake iliyoungana na Mungu, ameweza kusuppress kabisa maumivu ya mwili, yani hasikii. Yani ime shut down. Sasa mwanadamu kwa sababu hajazoelea hizo shida, anapopita kwenye kuugua muda mrefu, anapokata tamaa, anapokosa matumaini, alafu mbaya zaidi akawa hajui anakoelekea baada ya huo mwili kumalizika, anakuwa na maumivu na majeraha ya moyo. Anakuwa na hofu ya kifo, hofu ya anaenda wapi, hofu ya hao anaowaacha. Moyo wake unajeruhika, anajikuta kwenye matatizo. Lakini pia hawa wanaouguza nao pia wanajikuta wanachoka, wanaumia, aidha kufilisika, aidha hizo harakati za kwenda kuuguza, ile tu hali ya kwamba unamuona binadamu ambaye ni ndugu yako, kuna mateso anayoyapitia. Wengi wana develop maumivu ya moyo pale, na ambapo wakishindwa kucontrol wanajikuta wameingia kabisa kwenye stress ambayo inaenda kuzalisha mambo mengine. Na kingine chanzo labda ni hivyo kama kufiwa. Sawa, unapofiwa ule mwitikio wako, unapoachwa ule mwitikio wako, unatafsiri vipi kufiwa, unatafsiri vipi kuachwa. Ukiipa tafsiri kwamba ni jambo la kikatili sana limekutokea, ni jambo baya sana limekutokea, jinsi ambavyo ufahamu wako unazidi kutafsiri, ubongo wako unapotafsiri, unaenda taratibu, unashangaa unaanza kunyongonyeza seli zako za mwili, na ndio maana moja ya matokeo ya stress ni kinga za mwili kushuka. Na watu wengi wanaopata kisukari, wanaopata kansa, stress, ukipigwa na stress sana, kinga za mwili zinashuka. Kinga zikishuka, magonjwa makubwa yanapata nafasi ya kukushambulia. Hivyo. Lovely. Sasa hapo hatujafika hata katikati. Mazungumzo tayari lisaa limekata. Ndio. Haya, tumemaliza kuzungumzia chanzo cha kuumizwa au kuumiza moyo. Kipi? Ndio. Nafikiri tutafunga session hii hapa. And then tutakuja kuzungumza dalili za moyo ulioumizwa na elimu ya mahusiano. Sawa. Katika part 2. Ndio. Kwa kumalizia hii part 1, ndio, labda nikupe nafasi ya kutaja mitandao yako ya kijamii. Ndio. Watu waweze kukufuatilia au kukutafuta huko, ndio, ambao watahisi kama unaweza kuwasaidia kwenye maeneo haya ambayo tumeyazungumza. Sawa. Kwenye Facebook napatikana kama Moyo wa Mama Lightness. Moyo wa Mama Lightness. Kwenye Instagram napatikana kama Moyo wa Mama. Kwenye YouTube ni Moyo wa Mama, na kwenye TikTok ni Moyo wa Mama. Na namba zangu za simu ni 0752 52 tena 88 mwisho. Alright. Yes. Haya, na mimi naitwa Irene Kamugisha, nipo Instagram kama Irene Kamugisha _ TikTok, Facebook pamoja na X natumia Irene Kamugisha. So get ready for part 2 ya kipindi hiki. Kwa sababu ya muda kitakuwa kirefu sana, kwa hiyo tutafanya vipindi viwili ili tuweze kupata kile ambacho kimekusudiwa kwa ajili yako. Shukuru sana. Nipe mawazo yako kwenye comments, share link na watu ambao ungependa wapone mioyo na kujitambua. Hakikisha unawaambia watu wengi kwa kadri inavyowezekana. Nakushukuru sana. Tukutane tena kwenye part 2.